Ninawasalimu wapenzi watazamaji popote mlipo, hamjambo. Karibu niweze kuwapasha yale yote ambayo yameweza kutendeka. Tafadhali kile ambacho na kuomba, kama unanitazama kwa mara ya kwanza hapa katika hichi kituo cha Eagle Ezra Media, piga subscription, bonyeza kengele. Kifanya hivyo mpenzi mtazamaji, utakuwa umejikatia tiketi ya moja kwa moja kuweza kupokea matukio yetu pindi tu tunapoyaachia. Kuna maandamano ambayo yanaandaliwa Tanzania mnamo tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025. Maandamano ambayo ndugu zetu wa Tanzania wanasema kwamba ni siku ya kujikomboa, ni siku ya kujipatia uhuru, ni siku ya kuweza kujinasua kutoka kwa mikono yake Samia Suluhu. Tayari wamekwisha mtumia Samia Suluhu barua ya kumtaka aweze kujiondoa mamlakani kabla ya tarehe 1 Disemba. Sasa kipindi ambapo ndugu zetu wa Tanzania wanapozidi kujiandaa kwa minajili ya maandamano ya pili, Wakenya, wanaharakati kutoka nchini Kenya wamesema kwamba hiyo siku ya tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025 watajiunga pamoja na Watanzania kuandamana. Kuna mtetezi wa haki za kibinadamu kutoka Kenya mwenye anaitwa Bob Njagi ameweza kutangaza kuongoza maandamano ya Afrika Mashariki yatakayofanyika tarehe 9 Disemba mwaka 2025 kwa lengo la kupinga matumizi ya nguvu kupita kiasi na vyombo vya dola nchini Tanzania. Kwa hivyo hii siku ya maandamano Tanzania, kuna mtetezi wa haki za kibinadamu Kenya mwenye anaitwa Bob Njagi amesema kwamba ataongoza maandamano hayo na yeye, na lengo lake kubwa litakuwa ni kupingana na maafisa wa polisi Tanzania kutumia nguvu kupita kiasi. Kama mnakumbuka vizuri, zaidi ya vijana 10,000 Tanzania waliweza kuuawa kati ya maandamano ambayo yaliweza kufanyika tarehe 29 mpaka tarehe 1 Novemba. 29 Oktoba siku ya kupiga kura Tanzania, na tarehe 1 Novemba siku ambayo matokeo ya uchaguzi yalipoweza kutangazwa Tanzania. Kwa hivyo Bob Njagi akizungumza jijini Nairobi alisema maandamano hayo yanalenga kuonyesha mshikamano wa wananchi wa Afrika Mashariki katika kulinda haki za kibinadamu, uhuru wa kujieleza na haki ya kuandamana kwa amani. Kwa sababu ukiweza kuangalia mpenzi mtazamaji, katika taifa la Tanzania kuna wale ambao walikuwa wanaandamana, polisi wakakataa eti kwamba hakuna mtu mwenye yuko na uhuru wa kuandamana. Kwa hivyo huyu Bob Njagi anasema kwamba hiyo siku maandamano hayo ambayo atakuwa anayaongoza kutoka Kenya yatakuwa ni ya kutafuta haki ya kujieleza, kwa sababu Tanzania ukijaribu kujieleza ni hatia. So amesema kwamba atakuwa anaongoza maandamano ya kutaka haki ya kujieleza. Kwa mujibu wa waratibu wa maandamano hayo, mataifa jirani kama Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi pamoja na Tanzania yanatarajiwa kushiriki, huku viongozi wa mashirika ya kiraia wakitoa wito kwa serikali kuheshimu misingi ya kidemokrasia na kuhakikisha usalama wa raia wote watakao shiriki. Tukio hilo mpenzi mtazamaji limeweza kupangwa kufanyika sambamba na maadhimisho ya siku ya uhuru wa Tanzania bara, likiwa na kauli mbiu Afrika Mashariki inasimama kwa haki. Njagi amesema maandamano hayo ni mwanzo wa harakati
pana za kikanda za kudai uwajibikaji, utawala wa sheria na uheshimu wa haki za kiraia katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki. And we are hoping on the December 9th, they have declared it an Independence Day. Also in Kenya, we are declaring December 9th to be a total shutdown. We are going to stand in solidarity with our brothers in Tanzania, and we are going to shut our borders in Kenya in solidarity with Tanzania. The Tanzanian embassy, we are actually calling for it to be closed down immediately until further notice. And we are asking our legislators in parliament to push this motion, just like the South Africans did when there was an issue between Palestine and Israel. Okay, they closed the embassy of Israel. Why? Because they were collaborating with our Palestinians to massacre people in Palestine. The same thing is happening in Tanzania. What are we doing as Kenyans? What are we doing as Kenyans for our brothers? So let us wake up, let us rise up, and we realize that the three governments are collaborating between Museveni, our President Ruto, and Samia Suluhu. Our arrest was a coordinated arrest between the Kenyan government. They knew we were crossing over into Tanzania. They raised the alarm there, and those guys did the dirty job for them. So we as a people have decided we are going to unite across borders between the Tanzanian people, the East African community, and to ensure that we put a check on the excesses of these governments. We want governments that are led by the values of human rights at the center of every administration. And we shall continue to fight for these rights for as long as we are alive. Jinsi ambavyo umeweza kusikia mpenzi mtazamaji, hayo maandamano hayatakuwa ya Tanzania peke yake. Jinsi ambavyo huyo Mkenya Bob Njagi amesema atatoka Kenya, ataongoza kikosi kutoka Kenya kielekee Tanzania kiende kuandamana. Vile vile wamesema kwamba maandamano hayo hayatakuweko Tanzania peke yake, yatakuweko Kenya. Kuna wale marafiki wa Tanzania watakuwa wanaandamana Kenya, kuna wale marafiki wa Tanzania watakuwa wanaandamana Uganda, watakuwa wanaandamana Rwanda, watakuwa wanaandamana pamoja na Burundi wakitaka haki ya Watanzania. Na nielewa mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba hawa wa Tanzania ndugu zetu ambao wameweza kuamua kurudi kwa barabara, wanasema kwamba haki haikuweza kufanywa katika uchaguzi uliopita. Uchaguzi uliopita haukuwa wa haki na huru. Kwa hivyo hawatambui viongozi ambao waliweza kutoka kwa huo uchaguzi, na ndio maana wameamua kuandamana kupingana na wao. Hata hivyo, serikali ya Samia inaonekana kwamba inaendelea kupinga maandamano hayo kuweza kuandaliwa, kwa sababu siku ya leo, siku ya Alhamisi tarehe 13 Novemba, waliweza kumkamata jamaa mmoja ambaye ripoti ya polisi iliweza kutolewa kueleza kwamba alikuwa miongoni mwa wale ambao walikuwa wanapanga maandamano ya Disemba. Je, maandamano haya yatafanyika? Ndiyo, serikali tayari imeonekana kwamba imeweza kuogopa. Wanaogopa kwa nini? Rubaa za kimataifa wanawamulika. Kenya nayo imeweza kuamua kujiunga kwenye maandamano haya. Kumbuka kwamba Bob Njagi mwenye ameweza kuzungumza ni yule juzi mwenye aliweza kuachiliwa na taifa la Uganda. Alikuwa amezuiliwa kwa taifa la Uganda kwa zaidi ya mwezi mmoja. Wazo lako ni lipi? Unaweza ukasema nini kuhusiana na haya ambayo ndugu kutoka Kenya wameweza kusema kwamba na wao watashiriki kwenye haya maandamano? Sema nasi.